mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Natumai mzima ubuheri wa afya na amepenya nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kilio kimeweza kutanda katika chama cha ODM baada ya kiongozi wa chama hicho Raila Odinga kurushwa chini ya gari ghafla. Katika kada hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi amerushwa chini ya gari na sababu ni zipi zimechangia haya yote kuafikiwa baada ya Raila Odinga kuwa katika serikali jumuishi. Kabla nizame kwa undani, na shukuru kwa tambabu nazama hikanda mahali popote mlipo, lakini unapoendelea kutazama hikanda kwa heshima na taadhima, tukabidhi ile kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Lakini ikiwa tayari umeandikiwa subscribed, usibonyeze kwa sababu wewe ni subscriber. Asante kwa kuzidi kunipiga jeki. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Ni kivipi Raila Odinga amerushwa chini ya gari ghafla? Kulingana na gazeti la The Standard limeweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba Conviction as MCA aspirant for Kisa East returns ODM a certificate. Yani chama cha Raila Odinga ODM kiliweza kumkabidhi mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wodi. Vile mnajua katika mwaka huu wa 2025 kuna chaguzi ndogo zinaenda kufanyika katika maeneo mbalimbali humu nchini. Katika wodi ya Kisa East ambayo inapatikana katika kaunti ya Kakamega, kuna mwaniaji ambaye anaitwa Isaya Ayaya. Anawania kiti cha uwakilishi wodi katika wodi hii ya Kisa East. Akakabidhiwa certificate ama tikiti ya chama cha ODM ili kuwania uchaguzi huo ambao utafanyika tarehe 27 Novemba mwaka huu. Lakini baada ya kukabidhiwa tikiti ya chama cha ODM siku ya Jumatano, ilipofika siku ya Alhamisi aliweza kurudisha tikiti ile ya chama cha Raila Odinga ODM kwa sababu ambazo naenda kukueleza katika kanda hii. Number 1, aliweza kurudisha tikiti ya chama cha ODM kwa sababu alienda akapata ground is totally different. Hakukubalika kupitia chama cha ODM. Akaondoka ODM, akarudisha tikiti ya Raila Odinga. Jambo ambalo limeweza kuleta confusion katika chama cha ODM, kilio hapa na pale. Kwa nini chama kimeanza kukataliwa? Na mwaniaji huyu Isaya Ayaya ameingia katika chama cha Eugene Wamalwa DAP Kenya ili kuwania kiti hiki cha uwakilishi wodi katika wodi ya Kisa East. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why people are opposing ODM. Kwa nini chama cha ODM kinakataliwa? Kwa nini chama cha ODM kimepoteza umaarufu wake wa kisiasa? Number 1, broad-based government factor. Tuko na serikali jumuishi ambayo iliweza kuundwa na Raila Odinga na rais wa sasa William Ruto. Ikumbuka kwamba kabla ya Raila Odinga kuingia katika serikali jumuishi, alikuwa anasema ya kwamba Ruto must go. Tusikize. Know the cost of living and to restore the dignity of our people. Mr. Ruto must go. Sauti hiyo, huyo ni Raila Odinga yule ambaye tunamjua. Baada ya Raila Odinga kuingia katika serikali jumuishi, akaanza kuambia wa Kenya Ruto must go where? Tusikize. Unasema Ruto aende. Aende nani ifanyike? Huyo ni yule Raila alisema Ruto must go. Sasa amegeuka kusema ya kwamba must go where? Sasa watu hawaamini chama cha ODM, ndio maana umaarufu wake unaendelea kudidimia katika sehemu mbalimbali humu nchini, jambo ambalo liweza kusababisha Ayaya kurudisha tikiti baada ya kufumaniwa kwamba the ground is totally hostile for him and he decided to decamp ODM, akajoin chama cha DAP
Kenya. Ikumbuko kwamba kuna wakati Rigathi Gachagua yeye mwenyewe aliweza kusema ya kwamba baada ya Raila Odinga kuingia katika serikali, akadai kwamba Ruto aliweza kumwambia, ni madai ya Rigathi Gachagua, kwamba Raila ataingia serikali na amumalize na sambaratishe chama cha ODM. Tusikize what Rigathi Gachagua had alleged before. Although Raila Odinga and his members are abusing me and abusing the mountain people for no reason, Bwana Prime Minister, wewe ile kitu hiyo Kasongo ataonesha wewe, uliza mimi. Guy is pretending to be nice to you, but utakuja kuniambia. When he brought Raila, nikamuuliza huyu mzee umemuleta, yasema bana, we are just managing this mzee, tumtafutie kitu kidogo ya kukula anyamaze. I want to tell you, Raila Odinga, William Ruto told me, and I have seen it has come to pass, that he'll be close to you and he'll divide ODM right in the middle. Just what William Ruto told me, that I'll go near this ODM, it's a strong party, I'll divide it right in the middle. Raila, although watu yako wananitukana, wacha nikuchanue kidogo. Wewe Ruto atamaliza chama yako ya ODM. Ndio maana kufikia sasa hivi kuna chaguzi ndogo ambazo zinaandaliwa katika sehemu mbalimbali. Hata kule Kisii ngome ilikuwa ya Raila Odinga. Katika Kakamega County ilikuwa ngome ya Raila Odinga, lakini sasa hivi hakuna yule anamezea mate chama cha ODM. Hakuna. Ndio maana katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna wakati mmoja aliweza kusema yeye hakuna yule ambaye anangangania tikiti ya chama cha ODM kwa sababu wameingia katika serikali jumuishi kupitia Raila Odinga. Tusikize what Edwin Sifuna, Secretary General, what he said. For the first time, I've never experienced anything like this. We have by-elections coming up. We try and talk to candidates. For the first time, people are not scrambling for our ticket. They are telling me, I want to be in parliament. I love ODM, but if I go with the ticket, I will lose. Because of your association with the UDA, not because ODM is a bad party. Number 2, kwa nini ODM imepoteza umaarufu wa kisiasa na kukataliwa kwa ground? Number 2, ODM is divided politically. Sasa hivi hakuna yule ambaye anaelewa ODM ipo kwa serikalini ama iko katika mrengo wa upinzani. Kwa nini? Wala ambao wako katika serikali kupitia Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, Opiyo Wandayi, John Mbadi na kina Junet Mohamed ambaye ni kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, wanaimba serikali jumuishi broad-based, wakisema ya kwamba 2027 they are going to support the re-election of the current president William Ruto. The other side, tuko na kikundi kingine ambacho kinaongozwa na Edwin Sifuna. Wao wanasema hawatambui kitu kinaitwa broad-based government. Sasa hakuna yule ambaye anaelewa kwa sababu ODM is already divided. Nobody understands how ODM works. That is why even Rigathi Gachagua himself said that Raila Odinga ni mjanja wa kisiasa, anatumia kikundi kimoja kushambulia serikali, kikundi kingine kuwa katika serikali ili kuendelea kumumunya mumunyu kila ambacho anapokezwa kutoka kwa serikali. Madai ya Rigathi Gachagua sio yangu. What do you think? Na huenda kufika 2027 ODM itakuwa imemalizika kisiasa humu nchini, na huenda ODM itakuwa katika kaunti ya Homa Bay, Migori, Siaya na Kisumu, lakini sehemu zingine ODM imepoteza umaarufu. Sehemu hizo zikiwemo Kisii ilikuwa ngome ya Raila Odinga, Kakamega ama magharibi mwa Kenya na sehemu zingine. What do you think? Kuna uwezekano wa ODM kurejesha umaarufu wake wa kisiasa kabla ya 2027? Kuna uwezekano ODM kurejesha umaarufu wake wa kisiasa kabla ya 2027? Nifahamishe kwa kuniandikia katika sehemu ya maoni hapa chini, nitakuwa napitia. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika konda ambayo nitatengeneza hapo baada. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment I upload any new video clip, you'll be notified automatically by YouTube that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our supreme whole of heaven. Let's meet in the next video. Bye bye for now, ladies and gentlemen.